Katika kipindi hiki ambacho tunakizungumza cha siku 100, wizara yetu inatekeleza majukumu yake kwa kufuata ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, maelekezo yaliyotolewa na chama kupitia ilani, lakini pia tunatekeleza dira ya maendeleo (25-50), lakini pia tunatekeleza maagizo ya viongozi wetu akiwemo Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sasa katika maeneo hayo matatu nitaanza na eneo la usafiri wa ardhini na miundombinu ya barabara. Ilani katika ibara yake ya 102 nasema hivi: CCM imeweka kipaumbele katika kuimarisha miundombinu ya barabara na usafiri wa anga kwa lengo la kuchochea ukuaji wa uchumi, kuimarisha huduma na kuchochea uwekezaji wenye tija. Sasa hapo utakuta miundombinu ya ardhini, barabara, lakini pia na anga imewekwa katika ibara moja. Tumeanza maandalizi ya ujenzi wa barabara ya kutoka Tunguu hadi Makunduchi, hii siku 100, ambayo ina urefu wa kilomita 48. Tunguu Makunduchi, na zitakuwa njia 4 kwa maana ya 4 lane, lakini double carriage huku na huku, njia 2 huku, njia 2 huku, kilomita 48. Na tutakuwa na taa za barabarani kutoka Tunguu mpaka Makunduchi. Sasa ndani ya siku 100 za rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi za uongozi wake tumeanza maandalizi haya. Lakini pia kuna barabara ya kutoka Mkoani Pemba mpaka Chake Chake, ambayo hiyo itajengwa na kampuni ya Propath. Nayo matayarisho yote yamekamilika. Tuungane na serikali kuhakikisha kwamba tunalinda maisha ya watu. Kadiri barabara zinavyokuwa nzuri, madereva wanajisahau. Madereva 1885 tumewapa mafunzo, lakini vipindi 23 vya redio na 16 vya television kutoa mafunzo kwa wananchi. Tumefanya mafunzo maalum kwa viongozi wa dini wote, dini zote kuu, ili nao waweze kuzungumza na waumini kuhakikisha kwamba suala la usalama barabarani tunalipa kipaumbele. Si suala la wizara, si suala la serikali pekee yake, ni suala letu sote. Maelekezo ni kwamba tuongeze idadi ya abiria wanaopita katika viwanja vyetu vya ndege. Sasa hivi tuna abiria, yani lengo lilikuwa kutoka abiria 2,140,988. Lengo tukifika 2030 basi angalau viwanja vyetu vya ndege hivyo vina abiria kwa mwaka 2,824,011. Hili ndio lengo lililoko kwenye ilani. Lakini hivi tunavyozungumza, uwanja wetu ule kwa mwaka wanapita abiria 2,000,000, takriban na 500,000. Lakini ndani ya siku hizi 100, tusema kutoka Novemba 2025 hadi Februari 2026, wameshapita abiria 878,698. 878,698. Sasa kwa trendi hii tuna makisio ya kwamba tukifika kwa mwaka, makisio yetu tukimaliza mwaka, kama siku 100 tumepata watu hawa, tunafikiria kwamba kama mambo yote yatakaa sawa, abiria watakaopita katika viwanja vyetu vya ndege watakuwa 3,000,000, baina ya 3,300,000 na 3,300,000.
Lakini ndani ya kipindi hiki cha siku 100 tumekamilisha jengo la biashara nadhani tunaliona, na jengo lile la biashara limejengwa kwa madhumuni gani? Kwamba huduma za usafiri wa anga zinazidi kuhitajika. Mashirika mengi yanakuja, ndege yanahitaji ofisi. Ofisi tulizokuwa nazo katika Terminal 3 hazitoshi, kwa kule watakuwa na ofisi. Kunahitajika huduma za mikahawa, huduma za restaurant, kule zitapatikana. Maduka kule zitapatikana, ofisi kule zitapatikana, na ndiyo madhumuni ya kujengwa lile jengo la biashara lililopo pale. Tunatarajia ndani ya wiki moja kuanzia leo jengo lile litakuwa limekamilika. Tuna ujenzi wa vituo viwili vya mafuta ambavyo navyo tunaendelea kuvijenga kwa ajili ya kutoa huduma za mafuta ya ndege Jet A1. Viwili vipo, lakini lengo letu tuwe na 4, na sasa hivi tunakwenda na hichi cha 3 ndani ya kipindi hichi. Tuna kampuni inaitwa GBP, Gulf Bulk Petroleum, ambayo hawa sasa wanamalizia upatikanaji wa vibali ili waungane na wale wawili tuwe na hii ni kwa madhumuni ya kuleta ushindani. Tukiwa na mmoja tunakuwa na monopoly, lakini tukiwa na wengi huduma zitakuwa zinatolewa kwa unafuu, kwa sababu zinatolewa kwa ushindani, lakini tutakuwa pia na uhakika wa upatikanaji wa mafuta ya kuendeshea ndege. Nungwi tumeanza matayarisho kujenga airport nyingine kubwa kama hii hapa. Mwanzoni tulikuwa tunafikiria tujenge za kuwezesha kutua ndege za Code C, lakini sasa mipango ya serikali kujenga uwanja ambao utachukua ndege aina ya Code E kama zinazotua katika uwanja wa kimataifa wa Abeid Amani. Lakini pia ndani ya kipindi hichi tumeanza maandalizi ya jengo la ofisi la shirika mamlaka ya viwanja vya ndege. Ienda pale baada Golden Tulip kuna mabati kwa pale tutajenga jengo la ofisi, lakini pia tunatarajia kujenga hoteli ambayo itaungana na, kwa sababu kadiri waabiria wanavyokuja na mahitaji ya makazi nayo yanaongezeka, kutakuwa na vyumba karibu 200 na tutajenga kwa njia ya PPP. Usafiri wa majini na hasa kwa kwetu sisi ni usafiri wa baharini. Tuna bandari, miundombinu ya bandari ambao ujenzi wa sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa bandari jumuishi Mangapwani. Na Mangapwani tunasema jumuishi kwa maana integrated multi-purpose port. Itakuwa na huduma mbalimbali. Bandari ya makontena na mizigo ambayo sasa hivi imeshaanza kujengwa na kampuni ya Czech kutoka China. Wameanza kazi ya kuchimba, lakini wamejenga pia kambi yao na wameshaleta zaidi ya 40% ya vifaa. Tunatarajia ikiwezekana ndani ya mwezi wa 3 tutakuwa na uzinduzi rasmi wa ujenzi. Inshallah tunatarajia hivyo, lakini kazi inakwenda vizuri sana na ujenzi wake tunatarajia pengine ndani ya miaka 3 utakamilika. Lakini pia tuna bandari ya kisasa inayoendelea kujengwa Mpiga Duri. Mpiga Duri patabadilika sana, sio ile ya zamani, na sasa hivi pashabadilika. Pale panajengwa bandari ya abiria, boti zinakwenda mwendo wa kasi, badala ya kuja Malindi zinatakiwa kwenda pale. Roro zitakwenda pale, tafunga zina gati yake. Lakini hata Mapinduzi tu tunatarajia hivi karibuni ndani ya mwezi wa Machi itaanza kazi rasmi, itatumia bandari ile.
Kwa miundombinu yote ya kuanza katika awamu ya kwanza ya Roro, lakini pia na jet kwa ajili ya kushusha abiria inakamilika ndani ya mwezi wa Machi na itafunguliwa rasmi, hiyo awamu ya kwanza. Lakini Maruhubi panajengwa miundombinu ya kuwezesha uwepo wa bandari 3, triports, bandari 3, bandari ya vyombo vya baharini kwa maana boti za abiria, meli na Roro kama nilivyosema. Lakini pale kwa sababu ya kukuza utalii pia itakuwa ni bandari kuu ya ndege za baharini, seaplane. Lakini itakuwa pia ni kituo cha bandari ya taksi za baharini. Lakini Maruhubi pia patakuwa na kituo kikubwa cha mabasi, kwa sababu sasa watu watashukia pale, kwa mabasi yatakuwepo pale, taksi zitakuwepo pale, kwa usafiri wa nchi kavu nao utaunganishwa. Na ndio maana sasa hivi tunapigana haraka sana tuhakikishe tunajenga roundabout kubwa katika eneo lile yenye radius nadhani diameter mita 25, sio radius, mita 25, mzunguko mkubwa, ili kurahisisha usafiri katika eneo hile na kuondoa msongamano. Bandari ya Malindi itafanyiwa ukarabati baada sasa kuondoa meli za mizigo, lakini pia kuondoa meli za makontena kwenda Makapwani na zile kwenda Maruhubi. Pale tutafanya matengenezo makubwa ili sasa meli za kitalii ziweze kutumia bandari ya Malindi. Pia tuna malengo ya kufundisha mabaharia wetu. Kwa tuna mpango wa kuanzisha chuo cha mabaharia, lakini pia tuna mpango kila siku wa kufundisha na kupata mabaharia wapya, na ndani ya siku 50 tumepata mabaharia zaidi wapya. Ndani ya siku 50 mabaharia 368. Tunaendelea na kufuatilia na kusimamia ujenzi wa boti zetu 2 za mwendo wa kasi ambazo zinajengwa kule Goa, India. Kila moja itakuwa na uwezo wa kuchukua abiria 650 na zinajengwa kwa teknolojia ambayo haitakuwa na usumbufu kwa abiria wanapokuwa ndani. Yaani itakuwa ina uwezo wa kujibalance wenyewe ili kupunguza watu ambao wana matatizo ya kutapika baharini wasiweze kutapika baharini, na hizo zitasaidia sana katika usafiri wa kutoka Dar es Salaam kuja Pemba, Tanga, lakini pia kwenda Mombasa. Nayo itasaidia sana katika kukuza uchumi katika nchi. Ndani ya siku 80 kwa kutekeleza ibara ya 80 ya usimamizi wa bahari, tumeandaa kanuni 3, na kanuni 3 hizi, moja ni ya water sports, patuko hatuna michezo ya baharini, jet ski, lazima ziwe na kanuni zake kwa ajili ya kufanya regulation. Lakini tumeandaa pia sasa kanuni ya sea tax, ilikuwa haipo, sasa tumeileta. Tumeandaa kanuni yake, lakini pia tunaandaa kanuni ya ship to ship, ile huduma ya kushusha mizigo kutoka meli moja kwenda meli nyingine, nayo tunaiandalia kanuni zake. Lakini tunatoa elimu kwa wananchi wetu na watumiaji wote wa vyombo vya bahari juu ya elimu ya uhifadhi wa bahari. Lakini pia ndani ya siku hizi 100 tumeweza kukagua meli 20.